Praise the Lord. Amen. Hallelujah kanisa. Amen. Praise the Lord. Amen. Kabla sijaendelea nataka niseme kwamba nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Mungu katika maisha yake. And I thank him so much. Namshukuru sana. I want to thank God for the morning teachings. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya mafunzo ya asubuhi. When pastor was speaking, Wakati mchungaji alikuwa ananena, there are very many things that God was speaking to the church. kuna vitu vingi ambavyo Mungu alikuwa ananenea kanisa. We are in positions Tuko katika nafasi for a purpose. kwa sababu kusudi fulani. And let us be sensitive Nitakana tumakinike so that we don't miss our purpose. tukosa tusikose kusudi letu. Because even in that position we are, Kwa sababu katika ile hali ambayo tuko ndani, we shall be rewarded tutatunukiwa if we do the right purpose. iwapo utatenda kusudi la Bwana litaji. But still we shall also be judged Lakini pia tutahukumiwa if we do the wrong thing. wakati tutatenda kinyume, If we ignore the purpose. iwapo tutapuuza makusudi. Praise the Lord. Amen. So wherever you are in your family, Popote ulipo katika familia yako, the church, kanisani, the place of work, mahali pa kazi, the business place, mahali pa biashara, ask yourself, jiulize, God, Mungu, why am I here? kwa nini niko hapa? Praise the Lord. Amen. You are not just there for making money. Hauko tu pale kutengeneza pesa. There is something God wants you to do. Kuna kitu ambacho Mungu anakutazamia utende. And at the end, He will ask you, Na mwisho atakuuliza, did you do the right thing? je, ulifanya kitu ambacho When you were in that kilihitajika place. wakati ulikuwa mahali pale? Praise the Lord. Amen. People who are saved, we should be sensitive. Watu ambao wameokoka nitakana tumakinike. Nothing happens externally. Hakuna kitu ambacho kinatendeka kiajali. There is a purpose. Kuna kusudi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. I want to share in the book of First Kings. Nataka kushiriki That is Second Kings. Nataka kushiriki katika Wafalme wa pili, Second Kings chapter 17, mlango wa 17, verse 24 to 28. kuanzia 24 hadi 28. I'll get someone to read from NIV. Pata mtu atusomee katika NIV. And I'll get a Kiswahili also. Na kwa Kiswahili atasoma. Kuna mtu ako na NIV? My Bible is NIV there, madam. What you have is NIV. 24 to 28. The king of Assyria brought people from Babylon, Cuthah, Ava, Hamath, and Sepharvaim, and settled them in the towns of Samaria to replace the Israelites. They took over Samaria and lived in its towns. When they first lived there, they did not worship the Lord. So he sent lions among them, and they killed some of the people. It was reported to the king of Assyria, the people you deported and resettled in the towns of Samaria do not know what the God of that country requires. He has sent lions among them, which are killing them off, because the people do not know what he requires. Then the king of Assyria gave this order: make one of the priests you took captive from Samaria go back to live there and teach the people what the God of the land requires. So one of the priests who had been exiled from Samaria came to live in Bethel and taught them how to worship the Lord. Naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli na Kutha na Ava na Hamathi na Sepharvaimu, akaweka katika mji wa Samaria badala ya wana wa Israeli. Wakaumiliki Samaria, wakakaa katika mji yake. Basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko hawakumjia Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale wa mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama wanawaua, kwa sababu hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Ndipo mfalme wa Ashuru akatoa amri akasema, mpelekeni mmojawapo wa makuhani mliowachukua kutoka huko, aende akakae huko, akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Basi mmoja wa makuhani waliochukuliwa kutoka Samaria akaenda akakaa katika Betheli,
akawafundisha jinsi ilivyowapasa kumcha Bwana. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I like that scripture so much. Anapenda kipengele hicho sana. When I read it, I normally understand who God is. Wakati anasoma anamuelewa Mungu ni nani. The Bible say Biblia inasema that the Assyrians, kwamba Wasamaria, the Assyrian, the Washuru, they captured the Israelites waliwateka Waisraeli and they took them to Babylon. na wakapeleka Babeli. Praise the Lord. Amen. Then they took the Babylonians Na wakachukua Babeli and now brought them in Israel, wakawaleta Israeli, the land of God. Nchi ya Mungu. And the Bible says when the Israelites stayed in Babylon for some time, the Babylonians, when they stayed in Israel for some time, Biblia inasema kwamba Babeli walipokaa Israeli kwa muda fulani, they did not do the requirement of God. Hawakufanya jinsi Mungu anavyowapasa. They didn't know his requirement. Hawakujua Mungu anahitaji nini. And therefore the Bible says God sent lions. Na Biblia inasema kwamba Mungu akawatuma simba. And they killed some of them. Na simba ikaua baadhi yao. Then these people, when they realized this, na watu walipotambua haya, they sent word the king, wakatuma neno kwa mfalme and told him, na wakamwambia, the people you have taken to Samaria, ya kwamba watu ambao umewatuma Samaria, they don't know the requirement of that God. hawajui Mungu anahitaji nini. Praise the Lord. Amen. They don't know how to worship him. Hawajui jinsi ya kumwabudu Mungu. Therefore sent one of the captive priests, ya kwamba mtume mmoja baadhi ya kuhani, who has been taken to Babylonia, yule ambaye ametekwa kule Babilonia, to come and stay in Samaria, akuja aishi Samaria, so that he can teach them ndiposa akawafunze what the Lord of that land requires. ile ambayo Mungu wa ile nchi anahitaji. Praise the Lord. Amen. And the Bible says they sent the king, they sent one of the priests, Biblia inasema kwamba akatuma mmoja wao who came and stayed in the land, ambaye alikuja akatukaa teaching them the requirement of the Lord. akawafunza inavyompasa Mungu. In NIV says, teaching them how to worship God. Na kala NIV ikasema kwamba akawafunza jinsi ya kumwabudu Mungu. And this other King James says, teaching them the manner of the God, of their God. Na King James inasema kwamba akawafunza tabia ya Mungu. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. I want to share about offering the right worship. Tunashiriki kuhusu kutoa dhabihu ambayo ibada kamili. The right worship. Ibada kamili. Offering the right worship. Kutoa dhabihu ya ibada kamili. Hallelujah. Amen. God is all about worship. Mungu anahusiana tu na kuabudu. Praise the Lord. Amen. The main purpose for our lives, God wants us to worship him. Kusudi kubwa kwetu kutoka kwa Mungu ni sisi kumwabudu. And when you look at the story here, Na ukitazama hadithi hapa, you will find that God, the Israelites, when they were in Samaria, utapata kwamba Israeli walipokuwa Samaria, they had raised true altars. walikuwa wameinua madhabahu ambayo ni ya ukweli. They had known their God. Walikuwa wamemjua Mungu wao. They had known what he requires. Walikuwa wamejua mahitaji ya Mungu wao. They knew this God very well. Walimwelewa sana huyu Mungu. So they didn't miss in worshiping. Hawakuacha kumwabudu. Praise the Lord. Amen. So that land, Samaria, was a holy land. Ile nchi ya Samaria ilikuwa nchi takatifu. A land of the saints. Nchi ambayo watakatifu. Praise the Lord. Amen. They knew who God is. Walijua Mungu ni nani. And they knew how to worship him. Na walijua jinsi ya kumwabudu. But the moment they were replaced with the Babylonians, Lakini wakati walileta wa Babeli, the Babylonian came. Wababeli walikuja, They had the land. walikuwa na nchi yao. They possessed this land of Samaria. Walimiliki nchi ya Samaria. They knew they had been given a new land now. Walijua walikuwa wamepewa nchi mpya. They have a new space. Walikuwa na nafasi But mpya. they missed in worship. Walikosa kuabudu. Praise the Lord. Amen. And they didn't enjoy anything there. Na wakufurahia kitu chochote pale. The Bible says God sent lions Biblia inasema kwamba Mungu akawatuma simba among them. baadhi yao. So the lion killed some of the people. Na simba akaua baadhi yao. So there was an outcry. Na watu wakatoa Though kilio. they have the new land, Hata kama walikuwa na nchi mpya, but they are crying. walikuwa wanalia. Praise the Lord. Amen. This is very important for Christians. Ni vyema, ni muhimu sana kwa That Wakristo wherever you are, kwamba popote ulipo you need to raise an altar there. utakana uinua madhabahu.
You need to raise an altar of righteousness. Nitakana uinue madhabahu ya haki. You need to raise an altar to worship your God. Nitakana uinue madhabahu ya kuabudu Mungu wako. So that the name of the Lord is known where you are. Ndiposa neno la Mungu likajulikane popote ulipo. Praise the Lord. Amen. So that even other strangers when they come, Ya kwamba hata wageni wanapokuja, if they try to worship their gods, wakijaribu kumuinua Mungu wao, if they try to raise their altars, wakitaka kuinua madhabahu yao, they will not succeed. hawatafaulu. Praise the Lord. Amen. They will not succeed. Hawatafaulu. I've always said this: when you raise an altar wherever you are, Kila wakati amesema kwamba wakati unainua and madhabahu you popote begin ulipo worshiping na God, unaanza kumwabudu Mungu, even if you are snatched that land, hata kama umenyakua ile nchi, you are snatched. kama shamba yako imenyakuliwa, Then somebody comes and build a house there. na mtu akuja ajenge nyumba pale, If you have been worshiping God rightly, kama umekuwa ukimwabudu Mungu kwa njia ya that haki, person won't settle. huyo mtu hatatulia, Will never settle there. hata tulia pale. When we give our worship right to God, Wakati tunatoa maabudu yetu vyema kwa Mungu, anything God has given us, kitu chochote ambacho Mungu ametupa, nobody can snatch us. hakuna mtu ambaye anaweza kunyakua. Amen. Praise the Lord. Amen. Are you getting what I'm saying? Je, mnapata? I'm saying that when God has given you any possession, Ya kwamba Mungu akikupea miliki fulani, learn to worship the Lord that possession properly. jifunze kuabudu Mungu katika And hiyo miliki. speak the name of the Lord there. Na neno tangaza neno la And Mungu. raise an altar there. Na inua madhabahu pale. And let God be known there. Na wacha Mungu akajulikane pale. Nobody will never snatch you. Hakuna mtu They atanyakua. will call you back. Watakuita. The priest was called back from captivity. Kuhani aliitwa kutoka kwa He matendo. was taken to Babylon. Akatolewa Babeli. But he was called, Lakini aliitwa. come back home. Rudi nyumbani. The people who are at home, they are suffering. Watu ambao wako nyumbani wanaumia. They are being killed. Wanauawa. Come and teach them Kuja na uwafunze the requirement of God. mahitaji ya Mungu. The manner of the Lord. Tabia ya Mungu. Praise the Lord. Amen. Now, when the Bible talk about that God sent lions, Wakati Mungu anasema kwamba Mungu aliwatuma simba, it is showing at the effect of wrong worship. inaonyesha madhara That when we worship our God wrongly, ya kwamba tukimwabudu Mungu kwa njia ambayo then He can release lions among our lives. ya kwamba anaweza achilia simba katika maisha yetu. Lions are the sufferings. Simba ni mateso. Lions are the sickness. Simba ni magonjwa. Lions is poverty and struggle in life. Simba ni kung'ang'ana na You find life so difficult. unapata maisha yakiwa magumu. Sometimes just because of the worship you are giving. Wakati mwingine ni kwa sababu ya maabudu ambayo unatoa. Hallelujah. Amen. If we give a wrong worship to our God, Iwapo tutatoa maabudu mabaya kwa Mungu, if we don't know how to worship our God, iwapo hatutajua jinsi ya kumwabudu Mungu, then we are going to encounter sufferings. una uwezekano tukumbane na kuteswa. The Lord God will release His anger Mungu ataachilia hasira yake until we correct our worship. mpaka tubadilishe kuabudu kwetu. Amen. Praise the Lord. Amen. This one was required in Samaria. Hii ndio ambayo inahitajika kule That these Samaria. people, they have gone wrong in worship. Ya kwamba hao watu wameenda kinyume Then na was kuabudu. sent for them a priest Ya kwamba watumie kuhani who will teach them. yule ambaye atawafunza. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. I want us to show some things here. If you want to know, if you want to give a right worship, Iwapo unahitaji kupeana maabudu ambayo first of all, you have to know your God. nitakana ujue Mungu kitu cha kwanza. Know the Lord, the God, our God. Nitakana umuelewe huyu Mungu. Mungu ambaye ni Mungu wetu. And you can be in the church and you don't know God. Na unaweza kuwa kanisani na ujui Mungu. Praise the Lord. Amen. You can be in this church and you don't know God. Unaweza kuwa ndani ya hili kanisa na umuelewe. But you need to learn and know Him. Lakini nitakana ujifunze na umuelewe. Understand who God is. Uelewe Mungu ni nani. So that when you give your worship to Him, Ya kwamba unapopeana maabudu kwake, you don't go wrong. usiende kinyume. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So these people, the Babylonians, they did not their God. Hao Babeli hawakumuelewa Mungu. They had come with their gods. Walikuwa wamekuja na miungu yao. They did know that this land has his own God. Hawakuelewa kwamba hii nchi iko na Mungu wao. And they don't know how to worship that God. Na hawakujua jinsi ya kumwabudu And this Mungu. made God angry
with them. Na hii ilifanya Mungu akawakasirikia. And they began suffering. Na wakaanza kuteseka. Praise the Lord. Amen. If you want to know our God, Iwapo unataka kumjua Mungu, some of things that you can use to know God. vitu ambavyo vitakusaidia umuelewe. And you are in the church and you know God. Na uko kanisani na unamjua Mungu. But if you don't know God truly, Na kama haumuelewi Mungu, so if someone asks you the God you are serving, you can describe that God. na kwamba mtu akikuuliza ukamwelezea huyo Mungu wako, You can know this God through the name of Jesus Christ himself. unaweza jua huyu Mungu kupitia kwa jina la Yesu Jesus Kristo. told the disciple that if you see me, you have seen the Father. Yesu akaambia wanafunzi ya kwamba mnaponiona mmeona Baba. So you don't need to see God himself. Hauhitaji kuona Mungu mwenyewe. When you see Jesus, Wakati unamwona Yesu, you have seen the Father. umemwona Baba. So we can know God by having Jesus Tunaweza kumjua and Mungu. having the knowledge of Jesus Christ. Tunamjua Mungu kupitia kwa kuwa na Yesu na kuwa na maarifa ya Yesu. Praise the Lord. Amen. He told I think it is Thomas or not Andrew who was asked, can you show us the Father? He said, we know if you have seen him, you have seen the Father. Aliambia mmoja wa wanafunzi ya kwamba wakati unaniona umemwona Baba. So through Jesus Christ we know God. Kupitia kwa Yesu Kristo tunamjua Mungu. Praise the Lord. Amen. There are Christians who say that, Kuna Wakristo ambao wanasema, not even Christians, there are people who say that, even some religion, they say we don't need Jesus, we just need God direct. Kuna watu hata kwa dini zingine wanasema kwamba hatumhitaji Yesu, sisi tunahitaji tu Mungu. Praise the Lord. Amen. Even the Muslims say that they don't acknowledge Jesus, they acknowledge God direct. Hata Waislamu hawamtambui Yesu, hao wanatambua tu Mungu. They don't know God. Hawajui Yesu. And Jesus said, no one comes to the Father unless come through the Son. Na Yesu akasema kwamba hakuna atakayemfikia Baba mpaka apitie kwangu. Praise the Lord. Amen. So when you are in a church whereby you don't recognize Jesus, Iwapo utakuwa kwa kanisa ambalo halimtambui Yesu, you are directly going to the Father. nyinyi mnapita tu mkienda kwa Baba. You are not reaching God. Nyinyi hamfikii Mungu. Praise the Lord. Amen. You are not reaching God. Hamfikii Mungu. So our worship, we cannot worship minus Jesus. Maabudu yetu hatuwezi tu kuyafanya bila Yesu. We cannot give a right worship to God minus placing Jesus in front. Hatuwezi kutoa maabudu ya kweli bila Yesu Kristo mbele yetu. Hallelujah. Amen. He insists that you will never see the Lord unless you see me. Anasisitiza kwamba hautamwona Baba mpaka unione. And he said, if you have seen me, Jesus, Na anasema kwamba unaponiona mimi Yesu, there is no need of going to God again. You have already seen the Father. hakuna haja ya kutafuta Baba, ushamuona. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. That is how we can know God. Hivyo ndivyo tunavyoweza kumjua. That is how we know the Lord to the God we are worshiping. Hivyo ndivyo tunavyomwelewa Mungu tunayemwabudu. Through the name of Jesus. Kupitia kwa jina la Yesu. Number 2, we know the Lord we are worshiping through our encounters with Him. Kipengele cha pili, tunamwelewa Yesu kupitia kule kukutana na Yesu. A divine encounter. Ile kukutana kiungu kwa Yesu. The testimony we have. Ushuhuda ambao tuko nao. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. You can see God can work something in your life and you realize this one is no man has done this. Mungu anaweza fanya kitu ndani ya maisha yako na ukatambua kwamba kweli hakuna God can do something in your life and you search and find that actually this one no human being can do. Mungu anaweza fanya kitu ndani ya maisha yako na kweli wewe mwenyewe ukasema kwamba hakuna There is no power that has done this. Hakuna nguvu ambayo imefanya. There is no knowledge that can do this. Hakuna mamlaka ambayo inaweza fanya. This one is God. Huyu tu ni Mungu. And from that day you know I know my God. Na kutokea pale unatangaza kwamba mimi My God is a miracle worker. Mungu wangu ni Mungu wa miujiza. I have encountered him. Nimekutana na yeye. Praise the Lord. Amen. People cannot convince you anywhere. Watu hawawezi kukushawishi mahali. You will say I know God. Utawaambia na muelewa. I saw him. Nilimwona. I met him. Nilikutana na yeye. He did for me this. Alinifanyia haya. This is God. Huyu ni Mungu. So when you give your worship, Wakati unatoa maabudu yako, you will never err in worshiping. hautakosea katika kuabudu kwako. You will be perfect in worship. Utakamilika katika maabudu yako. Because you know you are worshiping somebody who has put time to your life. Kwa sababu unajua kwamba unaabudu Mungu aliyekuza maisha yako. I like Nicodemus. Not Nicodemus. I like this blind man, Bartimaeus. Anampenda sana Bartimayo. He said, I don't want to know the things about him. What I know,
I was blind and they has made me see. Aliwaambia kwamba mimi sitaki kujua ni nini mnaniuliza. Kitu najua nilikuwa kipofu na sasa naweza ona. Telling me he was holy or not holy, I've seen only, I don't know those things. What I know, he has made me see. Msema yeye alikuwa mtakatifu sio mtakatifu. I was born blind. Mimi nilizaliwa kipofu. But today I'm now seeing. Lakini sasa hizi naona. I don't mind what you are talking about him. Mimi sijalishi yale ambayo mnanena kinyume na yeye. So even some people make some argument that huyu Mungu wenu is he a man or a woman? Don't care about that. What you care, what he has done for your life. Watu wananena mambo mengi sana kuhusu huyu Mungu, anauliza je, ni mke au mwanaume? The testimony. Wewe beba ushuhuda. And this will help you when you go to give a sacrifice to him. Hii inaonyesha jinsi unavyoenda kutoa dhabihu. You have the confidence. Uko na ujasiri. Praise the Lord. Amen. When you carry your animal bring in the church. Wakati unaelekeza ng'ombe wako, people will ask you on the way, are you mad? Watu watakuuliza njiani, je, wewe umelukwa na kichwa? Tell them I'm not mad. Waambie mimi sio mwenda. I know the God I'm taking to. Najua Mungu ninayempelekea. Because you have encountered his work. Kwa sababu ya yale ambayo ninakutana na yeye. You have seen miracles. Nimeona muujiza. Now, people err in worshiping God because they have never met him. Watu wanakosea katika kuabudu Mungu kwa sababu hawajai kutana na yeye. They are in the church, they have never seen God working something. Wako kanisani lakini hawajaiona Mungu akitenda muujiza. So when we come to worship here, they are struggling to worship. Wakati tunakuja kwa maabudu wanang'ang'ana na kuabudu. They are doubting which kind of God it is. Wanashuku huyu ni Mungu aina gani. They have never encountered him. Hawajai kutana na Mungu. They have a hard time in worshiping. Wamekuwa na hukumu katika kumwabudu. They are in the church but they are trying other places. Wako kanisani lakini wanajaribu kwingine. They take him second because they don't know him. Wanamchukua wa pili. Wanamchukua wa pili kwa sababu hawajai kutana naye. The moment you will touch, you will touch your life. Wakati atakukuza maisha yako. You will throw other things behind you. Utarusha vitu vingine nyuma na wewe. And say God. Na useme Mungu. When you come to church, wakati unakuja kanisani, you will come running. Utakuja ukikimbia. Because you have seen him in your life. Kwa sababu umemwona katika maisha. Nobody will never convince you. Hakuna mtu atakushawishi against your God. Kinyume na Mungu wako. No meeting, no knowledge, no power. Hakuna maarifa. You will know I have seen his works. Utasema nimeona matendo yake. In my life. Katika maisha yangu. I know you come with this church. Najua unakuja kwa ile kanisa. Because somebody testified to you. Kwa sababu mtu alikutolea ushuhuda. That God did me a miracle. Ya kwamba Mungu alinitendea mema. But yourself. Lakini wewe mwenyewe. You have no testimony. Hauna ushuhuda. I want to pray God. Nataka kuomba Mungu. That as you trust upon him. Ya kwamba unapomtumainia Mungu. He will work a miracle in your life. Atatenda muujiza katika maisha yako. And you walk with your own miracle. Na utatembea na muujiza wako. You will walk with your own testimony. Utatembea na ushuhuda wako. Not your friend's testimony. Sio ushuhuda wa rafiki wako. So that your worship to God. Ya kwamba maabudu yako kwa Mungu. Will be easy. Itakuwa rahisi. Praise the Lord. Amen. This is what's happening in the church. Hivi ndio vitu vinafanyika. Many people are asking, where? Watu wengi wanauliza kwani anakaaje, unakutana naye aje? Amen. Hallelujah. Amen. But the moment you encounter him, lakini wakati utakutana naye, you will not ask a neighbor. Utauliza mtu. You will not have a discussion about him. Hautauliza mtu mwingine. You will go to God madly. Utaenda kwa Mungu na ujasiri. Hallelujah. Amen. It is good to encounter him. Ni Mungu wa. So the moment you encounter Jesus in your life, wakati unakutana na Yesu katika maisha yako, you will understand him. Utamuelewa. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. We also know God by the name of Jesus, the name of God, the names of God. Tunajua Mungu pia kupitia kwa majina yake. You see, I was thinking the Israelites anytime they were walking with God. Waisraeli kila wakati walipokuwa wanatembea na Mungu. Even Moses. Hata Musa. The moment he lacked something and prayed God and God provided. Kila wakati alipokosa kitu na aombe Mungu na Mungu apeane. He called him Jehovah Jireh. Alikuwa anamuita Jehovah Jireh. The provider. Mungu ambaye anapeana. Praise the Lord. Amen. When there was sickness in the land. Kama kuna magonjwa kwa nchi. And they prayed God and God brought healing. Na Mungu aleta uponyaji. They call him Jehovah Rapha. Wanamuita Mungu Rapha. So these names were giving God his works. Haya majina yalikuwa yanatoa matendo ya Mungu. So you can know God as a healer. Unaweza jua Mungu kama mponyaji. When he heals your life. Wakati anakuponya. You can know God as a provider. Unaweza jua Mungu kama mpeanaji. When you lacked and he gave you something. Wakati ulikosa na akakupea. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Even the African tradition of people who did not know God. Hata Waafrika ambao hawakujua Mungu.
They saw rain and they saw there's a God somewhere. Waliona mvua na wakajua kuna Mungu mahali. That God is called Werehakaba. Huyo Mungu mpaka tukuita Werehakaba. He gives everyone, even the murderers. Anajua, anapeana kwa kila mtu wa watu. Anapeana bila kumjua. They just knew God ignorantly. Walijua Mungu bila kumjua. Not using the Bible. Bila kutumia Biblia. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. I'm challenged Ametiwa that changamoto. there are some people can read this Bible 10 times and they don't know God. Ya kwamba kuna watu wamesoma Biblia mara 10 lakini hawamjui. You can read this Bible 100 times. Unaweza soma hata mara 100. You can go there and have a degree. Unaweza sema waambie watu kwamba uko na shahada. But still you don't know God. Lakini hawamjui Mungu. There are people who have known God without reading the Bible. Kuna watu ambao wamemjua Mungu bila kusoma Biblia. They prayed him and he answered them. Wanaomba na Mungu anajibu maombi yao. And they said, Jehovah Rapha. Na wakasema huyu ni Mungu Rafa. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. This is how we can know our God. Hivi ndivyo tunavyomwelewa Mungu. Through his names. Kupitia kwa majina yake. I know when I came to this church, when I was still new in this church, pastor taught us the names of God. Wakati alikuwa tu bado ni anaingia kwa hili kanisa, mchungaji akawafunza majina ya Mungu. But I'm just reading as if I'm reading a story. Na alikuwa anasoma tu kama anasoma hadithi. But the moment the things what have started working in my life, Lakini wakati Mungu alikuja katika maisha yake, I've realized akagundua he is God who can heal. ni Mungu ambaye anaweza ponya. He is God who can provide. Ni Mungu ambaye anaweza peana. He can make a way where seems no way. Anaweza tengeneza njia mahali pasipo na njia. God can make a pool of waters in the desert. Mungu anaweza leta maji mengi katika jangwa. Hallelujah. Amen. God who removes mountains. Mungu ambaye anaondoa milima. God who gives victory. It does not matter when you are strong or weak. Mungu hajalishi kwamba uko na nguvu ama wewe ni mdhaifu. He will make you win the battle. Atakufanya ushinde vita. Hallelujah. Amen. You don't need a lot of knowledge. Hauhitaji maarifa mengi. You just need him alone. Unamhitaji tu yeye pekee. He's a God who wins battles for us. Yeye ni Mungu ambaye anashinda vita kwa sababu yetu. Hallelujah. Amen. So his names Majina yake describes him inamtangaza yeye. and makes us able to know him. Na inatufanya sisi tumuelewe. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Then lastly, we also know God through his word. Mwisho pia tunamuelewa Mungu kupitia kwa neno lake. The word of God has talked about God himself. Neno la Mungu limenena juu ya Mungu mwenyewe. It has described God. Imeelezea kwa undani Mungu ni nani. Praise the Lord. Amen. And the word of God is God himself. Na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Hallelujah. Amen. And the Bible says he has raised his word above other things. Na Biblia inasema kwamba ameinua neno lake juu ya vitu vyote. Therefore, if you have the knowledge of the Lord, Ya kwamba kama uko na maarifa ya if neno, we know God, iwapo tutamjua Mungu, then when we come to worship him, wakati tunakuja kumwabudu, we shall never miss. hatutakosea. Praise the Lord. Amen. I'm saying this because there are many people who don't know God. Anasema hivi kwa sababu kuna watu wengi ambao hawamuelewi Mungu. And they are messy in worship. Na wanakosea sana katika maabudu yao. And they are now suffering. Na sasa wanapitia mateso. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. When we go wrong in worship, Wakati tunakosea katika maabudu, we cannot pray to come out of trouble. hatuwezi tukaomba mpaka tukatoka kwa mateso. Prayer will never take us from the sufferings. Maombi hayatatutoa katika mateso. We shall correct our worship. That's the main thing. Mpaka turekebishe maabudu yetu. That is the main thing. Hiyo tu. When you go wrong in worship, Wakati unakosea kuabudu, and God releases his anger in your life, na Mungu aachilia hasira yake and katika you maisha begin yako, suffering na uanze kuteseka because your worship is wrong, kwa sababu maabudu yako ni you mabaya, don't need prayer. hauhitaji maombi. What do you need? You need a priest Unahitaji kuhani who will carry you the way ambaye atakupa njia, so that you correct alafu rekebishe in the way you worship, kwa njia ambayo unaabudu, and God deliver you. Mungu atakukomboa. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So you can see that if we mess in worship, Wakati tunakosea katika maabudu, we may enter into a problem that has no remedy at all. tunaweza enda kwa shida ambayo haikuwa yetu, Haina dawa. haina dawa. Hallelujah. Amen. So we need to learn mostly in the right way of worshiping God. Nitakana
tujifunze jinsi gani tunaabudu Mungu kwa haki. And we should not talk with this. Let us take this serious. Tusiweke mzaha katika kuabudu. Let us mean business when it comes to worship our God. Wacha tutilie maneno wakati tunaabudu. Let us be very keen in worshiping rightly. Wacha tumakinike jinsi ya kumwabudu Mungu kwa njia ya kweli. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Here we cannot mix. Hapa hatuwezi tukachanganya. The Bible says that Babylon, when they came in Samaria, Biblia inasema kwamba wakati Wababeli walikuja Samaria, they came with their idols. walikuja na miungu yao. They are doing sacrifices. Walikuwa wanatoa dhabihu. They were raising their idols there. Walikuwa wanainua miungu yao pale. And this aroused the anger of God. Na hii ilichipua hasira ya Mungu. And the lions came and started killing them. Na simba wakaja na wakaanza kuwaua. Praise the Lord. Amen. Now when we mess in worship, Wakati tunakosea katika that's what happens in our life. hiyo ndio itafanyika katika maisha yako. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. And this is why I say even to people when you come to church, Na niposa naambia hata watu mnapokuja kanisani, if you declare you are worshiping our God, ukitangaza kwamba tunamwabudu Mungu, the God of the pastor who is our priest here, na Mungu wayo mchungaji wewe, when you worship his God, wakati tunaabudu Mungu wake, then don't come with your idols. usikuje na Mungu wako. Don't carry your things that you are putting on your children. Usikuje na vitu ambavyo umeweka kwa watoto wako. Because you are raising lions in your life. Kwa sababu unainua simba katika maisha yako. And they will start killing your life. Na wataanza kuua maisha yako. Because his God Kwa sababu Mungu wake does not require that. Mungu wake hahitaji. Hallelujah. Amen. You see, we speak this and people sitting we are talking. Tunaongea hizi vitu na watu wanafikiria That's what it tunafanya. means. Mungu anamaanisha. The Babylonian came with their idols. Babeli walikuja na miungu They yao. are coming in the land which a land, a blessed land. Walikuwa wanavileta kwa nchi ambayo A land that raised a holy altar. nchi ambayo imeinua madhabahu ambayo A itakatifu. land with holy priests. Nchi ambayo iko na kuhani ambaye And they ametakasika. came with their idols. Na wakakuja na miungu yao. They started worshiping them. Wakaanza kuwaabudu. In their new land, Katika nchi yao mpya they had a problem. walikuwa na shida. God has brought you in this church. Mungu ametuambia katika kanisa hili. You have come from other places. Umekuja kutoka mahali pengine. Maybe you are the Babylonian who has come here. Labda wewe ni Mbabeli ambaye umekuja hapa. I want to tell you the land you have come. Nimekwambia kwamba mji ambao This land has its own God. huu mji uko na Mungu wake. And this land has its own priest. Na hii nchi iko na kuhani wake. And this God has a requirement. Na hii ndio Mungu anahitaji. And the priest is aware of that. Na kuhani anaelewa. Sit down under this priest. Kaa chini ya huyu kuhani. Let him teach you what this God requires. Wacha kufunze tabia ya Mungu. And learn what this God requires. Na jifunze yale ambayo Mungu And anahitaji. worship according to his requirement. Na waabudu kulingana na mahitaji yake. You will be safe. Utakuwa salama. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So don't just come here and say and think and just say I've changed the church. Usikuje tu hapo kusema kwamba nimebadilisha kanisa. I am now in revival. Mimi niko revival. No, revival is another land. Revival ni nchi nyingine. Revival is Samaria. Revival ni Samaria. Revival is not Babylonia. Revival sio Babeli. Hallelujah. Amen. This is not Babylonian. Hii sio Babeli. Where people raise their idols. Mahali ambapo watu wanainua miungu They yao. come to God but they are slaughtering animals at night. Wanakuja kwa Mungu lakini They wanachinja are kondoo. slaughtering sheep. Wanachinja kondoo. We have a priest here. Tuko na kuhani hapa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Don't bring fire in your life by yourself. Usilete moto kwa maisha yako wewe mwenyewe. By messing in worship. Kwa kupoteza katika kuabudu. Hallelujah. Amen. I'm saying these things seriously. Anaongea na maana. Let us not mess in giving the right worship. Tusikosee wakati tunatoa If you are not sure, kama haujui, inquire. ulizia kuhani. The man of God is here. Mtumishi wa Mungu wako. Call him at night at your home, he will come. Muite usiku nyumbani kwako atafika. Ask him. Muulize. How do you worship there? Je, unaabudu aje huko? He will teach you. Atakufunza. Praise the Lord. Amen. The Babylonian when they went in Samaria. Babeli walipoenda Samaria, until they started dying. Mpaka walipoanza kukufa. Is when they called of a priest. Ndiposa walimuitia. Who had called in Babylonia. Ambaye alikuwa ameenda. But the Bible says it was after some people are already dead. Na Biblia inasema kwamba ilikuwa baadhi ya watu kukufa. So don't wait until you are dying. Usingoje uanze kukufa. Itisha mapema. I think I'm warning some people here. Praise the Lord. Amen. Take it serious.
tilia maanani. Hallelujah. Amen. If you are doing some visiting outside there or some mixing outside there, Kama unafanya vitu vya kuchanganya nje huko, the Holy Spirit is seriously warning you. Roho Mtakatifu anatumia mchungaji kukuonya. Some of the suffering that we are going through, even this nation, Mateso mengine ambayo tunapitia kama nchi, it's because of the way we are worshiping our ni God. kwa sababu ya jinsi tunavyomwabudu Mungu. We are amazing in worship. Tunakosea katika maabudu. Hallelujah. Amen. Sometimes spiritually, when you look at what's happening in Kenya, Wakati mwingine unaangalia vitu ambavyo vinafanyika you Kenya. don't see the reason why churches should be closed. Na uone ni kwa nini kanisa itakana ifungwe. When schools are on, Wakati shule zinaendelea. when bars are on and markets are on, Na soko where zinaendelea. there's a lot of confusion more than in the church, Kuna mchanganyiko sana huko nje kuliko hata hapa ndani. there is a mess in worship, Kuna kukosea katika and we need to correct na it. itakana tukurekebisha. It is not only in Sawawa. Sio tu sawa peke yake. Wherever you go, Popote utakapoenda, inquire of the right worship. ulizia maabudu kamili. Praise the Lord. Amen. And our God will hear us. Na Mungu atatusikiliza. Hallelujah. Amen. Doors cannot close forever. Milango haitafungwa milele. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. When you want to give a right worship, also have the knowledge of the will of God. Wakati mwingine unataka kupeana maabudu kamili, kuwa na maarifa. Be sensitive in understanding His will. Makinika katika kusudi la Mungu. Be sensitive in knowing the will of our God. Makinika kujua mapenzi ya Mungu. Not your will, Sio mapenzi yako. the will of God. Mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Sometimes we have gone astray because we wanted to fulfill our will. Wakati mwingine tumekosea ni kwa sababu tulitaka kutimiza mapenzi yetu. And the church people are struggling to fulfill their will against the will of God. Na kanisa watu wanang'ang'ana kukamilisha mapenzi yao kinyume na mapenzi ya Mungu. There is a battle in the people's life. Kuna vita katika maisha ya watu. They are fighting Wanapigana against the will of God. kinyume na mapenzi They ya want Mungu. to fulfill their own will. Wanataka kukamilisha mapenzi They yao. struggle even on the altar. Wanang'ang'ana hata kwa madhabahu. People want to accomplish their own will. Watu wanataka kukamilisha Not mapenzi. the will of God. Jua mapenzi ya When Mungu. they come in the church, Wakati unakuja kanisani, they have an appointment of their own will. wako na mahitaji kulingana na They mapenzi yao. forsake the will of God. Wanaachana na mapenzi ya Mungu. If we don't worship according to His will, Wakati tutaabudu bila kuzingatia mapenzi ya Mungu, then our worship is questionable. maabudu yetu iko na maswali. Jesus said, Yesu akasema, Father, if it is your will, not my will. Yesu akasema kama ni mapenzi yako, sio Not mapenzi my yangu, will. sio mapenzi yangu. And he was now facing death. Na alikuwa anatazamia kifo. And he said, if it is your will, not my will. Na akasema kama ni mapenzi yako na sio mapenzi yangu. But if it was the will of Jesus by that time, Ya kwamba kama ingekuwa mapenzi ya Yesu wakati ule, he was to escape. angetoroka. But now he prayed and said, your will, God. Akaomba Mungu mapenzi yako. Let it be your will. Wacha yawe mapenzi So yako. he was insisting Alikuwa anasisitiza that what I'm going to go through, yale ambayo naenda kupitia let it not be my will, isiwe mapenzi yangu, but your will. lakini mapenzi yako. Praise the Lord. Amen. It is only when you go by the will of God Ni vile tu mpaka utaendana na mapenzi ya Mungu that you overcome. ambapo utashinda. Even if it is so hard, so hot, Hata kama kumewaka moto, even if it is so heavy for you, hata kama ni kubwa sana kwako, but it is the will of God, lakini ni mapenzi ya Mungu, you are a winner. wewe ni mshindi. Praise the Lord. Amen. Does not matter the life you are going through. Haijalishi maisha ambayo unayapitia. You need to confirm, Nitakana upate, uhakikishe that this is the will of ya God. kwamba haya ni mapenzi ya And Mungu. once you confirm Wakati unahakikisha that my suffering, ya kwamba mateso yangu, whatever I'm going through today, chochote ambacho napitia it leo, is not my will, sio mapenzi it yangu, is not my making, sio kutengeneza kwangu, but in the